Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuombe kwa ajili ya kufungua darasa letu. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu ketie juu palipoinuka, tunasema asante Mungu kwa uzima, kwa kutufikisha siku ya leo. Baba, tazama tumekuja kwa ajili ya kujifunza maneno yako mtakatifu. Naomba Baba Roho Mtakatifu atawale tunapoenda kujifunza. Asante Mungu kwa sababu utaniwezesha niweze kufundisha. Roho Mtakatifu kwa pamoja nami. Pia katika Efeso 4:27 neno Mungu nasema wala msimpe ibilisi nafasi. Nawe ibilisi hatukupi nafasi tunapoenda kujifunza darasa letu. Baba Roho Mtakatifu tawala katika mafunzo haya. Ni katika jina la Yesu nimeomba na kushukuru. Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo tuko juma la 25 ambapo ndio mwisho wa kitabu chetu cha 35. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo leo tunahitimisha juma la 25 katika kitabu chetu cha 35. Anasema kwamba mioyo ya baba kuwaelekea watoto wao. Mioyo ya baba kuwaelekea watoto wao. Bwana Yesu asifiwe. Na kweli kuu inasema kwamba wazazi hawana budi kuwavuta watoto wao kwa Bwana kwa njia ya imani yao ya kweli katika Kristo Yesu. Nao wakikuwa hawataiacha imani yao. Na mstari wetu wa kukumbuka ambao tutatembea nao ni ile Malaki 4:6. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko ya somo tusome ile Malaki 4:6. Naomba msomaji. Kitabu cha Malaki sura ya 4 mstari wa 6. Naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo huo ni mstari wetu wa leo na ndio mstari wetu wa kukumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba darasa tusome mstari wa kukumbuka wote kwa pamoja. Kila mtu ashike Biblia ambao ni Malaki 4:6. 1, 2, 3 tuanze. Naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama somo letu linavyosema, mioyo ya baba kuelekea watoto wao. Na mstari wa kukumbuka tulisoma wote. Tunaanza na utangulizi. Utangulizi wa somo anasema watu wa Israeli walitazamia mahubiri ya mtangulizi wa Masihi kwa mfano wa Elia. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba hili somo linashabihiana kidogo na ile somo ambalo lililopita. Hapa mwalimu anatuambia kwamba wale wa Israeli walitazamia mahubiri ya mtangulizi wa Masihi kwa mfano wa Elia. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wanayasubiri mahubiri ya mtangulizi kwa mfano wa Elia. Na anasema kwamba walitazamia mahubiri hayo ili kuwaunganisha katika roho moja na mababu zao. Hao Wayahudi walitazamia mahubiri hayo ili kuwaunganisha katika roho moja na mababu zao, yaani Ibrahimu, Isaka na Yakobo kama baba na watoto wao. Tunaona kwamba walitazamia mahubiri hayo ili kuwaunganisha katika roho moja na mababu zao. Anasema yaani Ibrahimu, Isaka na Yakobo kama baba na watoto wao. Bwana Yesu asifiwe. Anasema lakini wakikataa kutubu watakutana na hukumu ya Mungu siku ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ili tunaona kwamba wiki iliyopita tulijifunza kwamba Elia atarudi kwa mara ya pili kabla ile ya siku ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na lengo la Elia kurudi mara ya pili kabla ile siku ya Bwana ilikuwa ni kuzirejesha familia. Kuzirejesha familia kwa Mungu au mtu na mtu. Ndio lengo kubwa. Sasa hapa mwalimu anasema lakini wakikataa kutubu watakutana na hukumu ya Mungu siku ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Moja kwa moja
somo letu leo sio refu sana, lakini moja kwa moja tuende kwenye somo lenyewe. Somo letu ni Malaki 4:6 ambayo inasema kwamba kuigeuza mioyo ya baba kuwaelekea watoto wao. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa anasema kwamba huduma ijayo ya nabii ajaye inaelezea kwa namna ya kuzirejesha familia kupatana na Mungu na baina ya mtu na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema huduma ijayo kwa nabii ajaye, anasema kwamba ni kuzirejesha familia kupatana na Mungu baina ya mtu na mtu. Tunasema kwamba tulisoma wiki iliyopita kwamba nabii Elia atarudi tena, lakini lengo kubwa kabla ile siku ya Bwana atashuka, lengo kubwa ni kuzirejesha familia kupatana na Mungu na baina ya mtu na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Na tuliona kwamba pia Yohana Mbatizaji alitabiri kuhusu hilo ujio, naye alitabiri. Yeye alitabiri wakati ule wa Yesu anakuja kulikomboa kanisa, na huyu Elia alikuja kutengeneza njia kabla ya Bwana kurudi tena kwa mara ya pili. Tusome, anasema pia Yohana Mbatizaji alitabiri kuhusu hilo. Tusome ile Luka 1:17. Luka 1:17. Luka 1:17. Kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya kwanza mstari wake ni wa 17. Biblia inasema, naye atatangulia mbele zake katika roho ya Elia na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto na kuwatilia waasi akili za wenye haki, na kuwakemea na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba naye Yohana alifanya kazi moja kama ya Elia. Tunaona kwamba tulisoma wiki iliyopita kwamba lengo la kushuka Elia kwanza kabisa kutengeneza njia kwa ajili ya kurudi kwa mara ya pili Yesu Kristo. Na Yohana naye alifanya kazi hiyo hiyo, alitengeneza njia kwa ajili ya Yesu Kristo alivyokuja kulikomboa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Na Elia naye atafanya kazi hiyo atakapokuja mara ya pili, atazirejesha familia. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona kwamba naye Yohana naye hivyo alifanya kazi hiyo hiyo ya Elia. Na ndio maana tunaomba kwamba ni watu ambao wanafanana katika kazi zao, kwa sababu huyu Yohana anatembea na roho alikuwa anatembea na ile roho ya Elia. Bwana Yesu asifiwe. Na mwalimu anaendelea kutufundisha kwamba anasema hapata kuwa na baraka kutoka kwa Mungu wala uzima tele katika roho kama watu wa Mungu hawatafanya mamlaka ya familia, upendo na uaminifu kuwa vipaumbele hasa katika kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona kwamba kumbe neno la Mungu linasema kwamba kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao. Kumbe hapata kuwa na baraka. Baraka haziwezi zikapatikana kama watu wa Mungu hawatafanya mamlaka ya familia, au hakutakuwa na upendo, au kama hakuna uaminifu wa vipaumbele vyao katika kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwalimu anatufundisha kwamba ili tupate baraka na roho wa Mungu akae ndani yetu, familia hazina budi kufanya mambo haya. Familia inabidi ziwe na mamlaka, ili ziunganishwe, vile vile upendo utawale na uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Mwalimu anasema kwamba usafi na haki ya nyumba lazima vilindwe, vinginevyo makusanyo yetu yatashindikana. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe tunaona kwamba tunapokusanyika, kama hatutatembea katika hivi vitu, ina maana makusanyo yetu yatashindikana. Ina maana itakuwa kama kazi bure. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwalimu anatufundisha kwamba neno la Mungu linatufundisha kwamba baraka zitapatikana endapo familia zetu kutakuwa na mamlaka katika familia, upendo, uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo makusanyo yetu haya ambapo tutakuwa tunakusanyika, Mungu atashuka na baraka zitashuka. Bwana Yesu asifiwe. Na Roho Mtakatifu atakuwa anatembea katikati yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na mwalimu anatufundisha kwamba
anayewajibika hasa hivi vitu ambavyo tumesema kwamba ili baraka zishuke, ili Mungu atembee au Roho Mtakatifu atawale katika kanisa, katika familia zetu, upendo utawale na uaminifu. Anasema anayewajibika hasa kutimiza haya yote. Kazi hii ni baba wa familia. Bwana Yesu asifiwe. Baba wa familia inabidi yeye atimize, kwa sababu yeye ni kichwa cha familia. Kwa hiyo yeye inabidi asimamie, awe kama kiongozi wa kuongoza haya mambo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba akina baba ni lazima wawapende watoto wao kwa kuwaombea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona kwamba, na ndio maana neno la Mungu linasema kwamba kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao. Bwana Yesu asifiwe. Anasema wawapende watoto wao kwa kuwaombea. Bwana Yesu asifiwe. Tusome ile Yohana 17:1. Yohana 17 mstari wa 1. Kitabu cha Yohana 17 na mstari wa 1, Biblia inasema, maneno hayo aliyasema Yesu, akainua macho yake kuelekea mbinguni, akasema, Baba, saa imekwisha kufika, mtukuze mwanao, ili mwana wako naye atukuzwe, ili mwana wako naye akutukuze wewe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba Mungu Baba naye alimwombea mwanae. Bwana Yesu asifiwe. Aliomba, lakini Mungu alimwombea mwanae ili Mungu atukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huu ni mfano katika familia. Watoto anasema wawapende watoto wao. Akina baba ni lazima wawapende watoto wao kwa kuwaombea. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona Mungu Baba alimwombea Yesu Kristo ili atukuzwe katika yeye. Bwana Yesu asifiwe. Na akina baba hawana budi wawapende watoto wao kwa kuwaombea. Bwana Yesu asifiwe. Na kazi nyingine ya akina baba ni lazima kuwa na muda nao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona sasa hivi mambo ni mengi. Tunaona kwamba tuna mambo mengi katika familia. Tunaona kwamba wakati mwingine watoto hawapati yale ambayo sisi tunataka watoto wayatende, kwa sababu tunakosa kuwa na muda nao. Bwana Yesu asifiwe. Na tunataka utenge muda wa watoto kuwa na muda nao, na huo muda wa kueleza maneno ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Vile vile tunasema akina baba ni lazima kuwaonya juu ya njia zisizofaa za ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba kuna mafundisho mengi. Kuna mafundisho mengi sasa hivi. Kwa hiyo usipokuwa uwaonye juu ya njia zisizofaa za ulimwengu huu na kuwaelezea imani yako, Bwana Yesu, ambazo zinafaa, watoto watakuwa wanakengeuka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wazazi ni lazima kuonya juu ya njia zisizofaa za ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Vile vile akina baba ni lazima kuwafundisha kwa bidii neno la Mungu na viwango vya haki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wazazi tunaambiwa kwamba, mwalimu anatuambia kwamba jukumu hili ni la baba wa familia. Bwana Yesu asifiwe. Ni la baba wa familia kuwafundisha kwa bidii neno la Mungu na viwango vya haki. Bwana Yesu asifiwe. Utenge muda, kwa sababu watoto wasipozoea kusoma neno la Mungu, Waswahili wanasema samaki mkunje angali mbichi. Akishakuwa inakuwa ni ngumu. Sasa anapokuwa mdogo, unampa hata mstari, soma hapa mpaka hapa, unamlazimisha. Wakati mwingine watoto wetu wanakuwa na chenga, lakini wewe kama baba inabidi uwazoeshe. Na haya mambo yote yatakwenda endapo utakuwa na muda nao. Usipokuwa na muda nao, haya mambo yote hayatatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wazazi tuna budi ya kuwafundisha neno la Mungu watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe. Na tutawafundisha endapo tutakuwa na muda nao. Bwana Yesu asifiwe. Tutenge muda, hata kama tumetingwa, lakini tutenge muda wa kuwafundisha watoto maneno ya Mungu. Vile vile mwalimu anatufundisha, anasema kwamba anayewajibika hasa na kutimiza, anasema kwamba hapa tumeshasoma tayari. Anasema kwamba wachungaji pia ni lazima wachukue lengo hili
la Yohana Mbatizaji liwe lao katika huduma yao, hivyo kuliandaa kanisa kwa ajili ya kuja kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na mwalimu anasema kwamba wachungaji nao wachukue hili jukumu, waliandae kanisa. Kanisa liandaliwe kwa ajili wa ujio wa siku ya kuja kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Vile vile mwalimu anasema kwamba mojawapo ya dhambi kuu za watu wa Mungu katika Agano la Kale na huenda hata hivi leo, anasema watu wa Agano la Kale, dhambi kuu, anasema mojawapo ya dhambi kuu watu wa Mungu katika Agano la Kale na huenda hata hivi leo. Hapa tunasema Agano la Kale, lakini anasema na huenda hata hivi leo hiyo dhambi ipo. Anasema moja, akina baba kushindwa kuwapenda watoto wao wa kiume na wa kike kiasi cha kutosha kuwafundisha amri za Mungu na maneno ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Somo hili linawahusu sana akina baba. Ndio maana anasema kwamba kuigeuza mioyo ya baba lielekee watoto wao. Tunaona kwamba kanisa la Agano la Kale, wababa wengi walikuwa hawatimizi wajibu wao. Na anasema kwamba inawezekana hata kwa kipindi hiki ambacho tunacho, inawezekana hiyo shida ipo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kina baba kushindwa kuwapenda watoto wao wa kiume na wa kike kiasi cha kutosha kuwafundisha amri za Mungu au maneno ya Mungu. Kwa hiyo tunaona kwamba kipindi kile cha nyuma, hii dhambi kuu, wakina baba walikuwa hawawapendi watoto wao wa kike na kiume, na walikuwa hawafundishi maneno ya Mungu. Na ndio maana Mungu akaonya kuhusu hili. Bwana Yesu asifiwe. Na mwalimu anasema kwamba inawezekana hata sasa hilo tatizo lipo. Bwana Yesu asifiwe. Kama lipo basi tujirekebishe. Bwana Yesu asifiwe. Mwalimu anasema, na tunapata ile Malaki 4:6 ambayo tumeisoma, ambayo inasema naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ile nisije nikaipiga dunia kwa laana. Anasema mwalimu anaendelea kufundisha kwa, anasema kwa kuja kwa Yohana Mbatizaji na injili ya Kristo, mioyo ya kina baba iwarudie watoto wao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo somo letu linaelezea kwamba kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao. Vile vile tunaona kwamba hapa yafuatayo kuna mafungu muhimu ya maneno yanayowahusu akina baba na watoto. Hapa mwalimu ametupa mistari mingi, lakini tutakuwa tunaangalia tu baadhi. Anasema yafuatayo ni mafungu muhimu yanayowahusu akina baba na watoto. Anasema kuwafundisha watoto uaminifu katika njia ya Mungu. Namba 1, anasema kuwafundisha watoto uaminifu katika njia ya Mungu. Tujaribu hapa tusome baadhi ya mistari. Tusome ile Zaburi 78:5-8. Zaburi 78 mstari wa 5 mpaka wa 8. Zaburi ya 78 mstari wa 5 mpaka wa 8 inasema, maana alikaza ushuhuda katika Yakobo na sheria aliiweka katika Israeli, aliyowaamuru baba zetu wawajulishe wana wao, ili kizazi kingine wawe na habari, ndio hao wana watakaozaliwa, wasimame na kuambia wana wao, wamwekee Mungu tumaini lao, wala wasiyasahau matendo ya Mungu, bali wazishike amri zake, na wasiwe kama baba zao, kizazi cha ukaidi na uasi, kizazi kisichojitengeneza moyo, wala roho yake haikuwa amini kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hapa tunaona kwamba haya maneno yanafundisha watoto uaminifu katika njia ya Mungu. Anasema pale, ukiangalia pale mstari wa 5,
anasema ili kizazi kingine wawe na habari. Ina maana wawafundishe maneno ya Mungu. Na pale anasema bali wazishike amri zake. Haya mafundisho yanahusu akina baba kuwafundisha ile njia ipasayo. Ameelezea hapa. Fungu lingine ambalo ametoa mafungu mengi ambayo kuwafundisha watoto waaminifu katika njia ya Mungu. Tukisoma hata ile Isaya 38 mstari wa 19. Isaya 38 mstari wa 19. Isaya sura ya 38 mstari wa 19 inasema, aliye hai, naam aliye hai, ndiye atakaye kusifu kama mimi leo. Baba atawajulisha watoto kweli yako. Amen. Amina. Kwa hapa tunaona kwamba kina baba wawajulishe watoto kweli yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni mafungu ambayo yanaelezea kina baba na watoto. Bwana Yesu asifiwe. Na ukisoma hata ile Yoeli Efeso 6 mstari wa 4. Efeso sura ya 6 mstari wake wa 4, Biblia inasema, nanyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa haya mafungu yanaelezea jinsi ya kuwalea, yanaelezea kina baba na watoto. Anasema waleleni, waonyeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Biblia anasema haya mafungu yanayohusu akina baba na watoto. Biblia anasema kuwapenda na kuwasaisha watoto. Kuwapenda na kuwasaisha watoto. Bwana Yesu asifiwe. Tusome hapa, nachukua tu mistari mitatu. Tusome pale, tusome ile Zaburi 103 mstari wa 13. Zaburi 103 mstari wa 13. Zaburi 103 mstari wa 13 inasema, kama vile baba awahurumiavyo watoto wake, ndivyo Bwana anavyowahurumia wamchao. Bwana Yesu asifiwe. Umeona? Hapa kuwahurumia ina maana mtu ambaye anahurumia watoto wake atakuwa anawapenda na kuwasaisha. Bwana Yesu asifiwe. Haya maneno ni mafungu ambayo tu yanahusu akina baba na watoto. Mwalimu ameandika mengi, lakini mimi naenda tu kwa machache. Tusome na ile Mithali 3 mstari wa 12. Yanahusu kuwapenda na kuwasaisha watoto. Mithali 3 mstari wa 12. Inasema, kwa kuwa Bwana ampendaye humrudi, kama vile baba mwanawe ampendezaye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa anasema kwa kuwa Bwana ampendaye humrudi. Anasema kama vile baba mwanawe ampendezaye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona kwamba akina baba, ili sasa Yesu akina baba na watoto, kuwapenda na kuwasaisha watoto. Kama mtoto amekosa, inabidi umsaishe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hapa neno la Mungu linasema kwamba ampendaye mwanawe kama akikosa anamrudi. Bwana Yesu asifiwe. Tusome tena ile wa mwisho katika hapa kuwapenda na kuwasaisha. Tusome ile ni Mithali hiyo. Mithali 13 mstari wa 24. Mithali 13 mstari wa 24. 13:24 kitabu cha Methali inasema, yeye asiyetumia fimbo yake kumchukia mwanawe, bali yeye ampendaye humrudi mapema. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo tunaona kwamba hapa mwalimu anatuambia kwamba yeye kwa kutumia fimbo haikatazwi, ila fimbo ziwe za kiasi. Bwana Yesu asifiwe. So wanachapa mpaka yani inakuwa sasa kesi. Nakumbuka wiki iliyopita shuleni kwetu kuna mzazi amemchapa mwanawe darasa la pili. Yaani alikuwa anatumia waya. Yaani huku nyuma yule mtoto afanye. Sababu alipokuja shule anatembea hivyo, yaani kamejikunyata kale katoto. Sasa tukawa tunashangaa mtoto mbona yuko hivi? Yaani kuja kumwangalia, yaani mtoto amepigwa. Kisa tu alikuwa anaandika, hatukatai umrudi mtoto wake lakini iwe kwa kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Unachapa kiasi kwamba yaani yule mtoto anapata maumivu. Yaani mtoto aliumia sana sababu alitumia waya. Na zile waya zimejichora huku mgongoni. Huku sehemu zingine yaani afai yule mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana alimuumiza vibaya. Kwa hiyo hizi fimbo tuzitumie kwa kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Zisipitilize, sasa inakuwa ukatili. Bwana Yesu asifiwe. Si anasema kwamba akina baba waombea watoto wao. Akina baba, mistari ambayo inahusu akina baba kuombea watoto wao. Tusome Efeso 3 mstari wa 14 mpaka 19. Efeso 3 mstari wa 14 mpaka 19. Kitabu cha Efeso sura ya 3 mstari wa 14 mpaka 19. Nasema, kwa hiyo nampigia Baba magoti, ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa, awajalieni kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani, Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina, na kuujua upendo wake Kristo upitao ufahamu wa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hii maandiko yote inahusu akina baba kuombea watoto wao. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwa hiyo nampigia baba magoti. Na maana hapa inamaanisha kwamba kuombea, maombi. Bwana Yesu asifiwe. Na tukisoma ile hesabu yao wote ilivyokuwa, kwani Ayubu alisema, yamkini kwamba hawa wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao, ndivyo alivyofanya Ayubu siku zote. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Ayubu yeye alikuwa anachukua sadaka. Anasema yamkini watoto wangu wametenda dhambi. Na maana pale alikuwa anaomba Mungu rehema. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anaombea watoto wao. Tusome hapa mstari wa mwisho katika mafungu haya. Soma Mwanzo 17 mstari wa 18. Mwanzo sura ya 17 mstari wake wa 18 inasema, Ibrahimu akamwambia Mungu, lau kwamba Ishmaeli angeishi mbele yako. Mstari wa 18. Rudia tena. Ibrahimu akamwambia Mungu, lau kwamba Ishmaeli angeishi mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa naye Ibrahimu alikuwa anamwombea mtoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anamwombea kwa Mungu. Kwa hapa somo letu ni kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda hitimisho. Hitimisho anasema kwamba akina baba au baba na mama, wazazi wanao wajibu mkubwa kuwa mfano wa maisha ya mwenendo wa Kristo, wakiujali zaidi wokovu wa watoto wao katika kazi zao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakina baba wana wajibu mkubwa kuwa mfano katika maisha na mwenendo. Bwana Yesu asifiwe. Pale unapokuwa unaishi nyumbani watoto wanaona. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo wewe mwenendo wako ukiwa mbaya, watoto nao wanaiga. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anasema kwamba tuwe na mwenendo, baba, mama, tuwe na mwenendo katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu pale nyumbani unapoishi, watoto wanaangalia. Kwa hiyo kuna kitu ambacho wanajifunza. Hata kama unajua ile ni kama ni pando. Hata kama mtoto utakuta anaenda labda kinyume. Hata kama mtoto anaenda kinyume, lakini kuna kitu amekipanda. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama mahubiri, unapoenda kumhubiria mtu. Unamwambia unataka kuokoka? Labda anasema hapana, siko tayari. Lakini unajua kuna pando ambao umepanda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe ishi katika mwenendo wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Katika mwenendo mwema. Kuna kitu ambacho mtoto atakuwa amekipanda katika moyo wake. Hata kama wakati mwingine watoto wanaenda kinyume, lakini kuna kitu umekipanda. Bwana Yesu asifiwe. Na hiko kitu ambacho umekipanda kitakuja kutenda kazi baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mwalimu anasema kwamba akina baba au baba na mama wazazi wanao wajibu mkubwa kuwa mfano wa maisha ya mwenendo wa Kristo, wakiujali zaidi wokovu wa watoto wao kuliko kazi zao. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona huko nyuma kwamba wazazi tuko busy, tunakuwa na hata hatuna muda wa kuwa na watoto wetu kuwafundisha maneno ya Mungu. Sasa mwalimu anatufundisha kwamba wakiujali zaidi wokovu wa watoto wao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema taaluma, huduma katika kanisa au msimamo wao wa kijamii. Anasema siku zote wainue watoto wako kwa Mungu kwa maombezi yenye bidii. Bwana Yesu asifiwe. Kila siku ziendazo kwa Mungu, waombee watoto wao, wataje watoto wako, waombee watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa ametupa mistari lakini hatutaisoma. Utasoma kwa muda wako. Ametupa Efeso 6 mstari wa 18, ametupa tena Yakobo 5 mstari wa 16 mpaka wa 18. Mwalimu anatufundisha kwamba kumbuka maombi ya mwisho ya Yesu kwa wanafunzi wake, akionyesha shauku kubwa aliyokuwa nayo kwao. Ni kama mfano wa maombi ya wazazi kwa ajili ya watoto wao na jinsi wachungaji pia wanavyopasa kuwaombea waumini wao. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba Yesu Kristo aliona uchungu sana. Alikuwa analiombea kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa analiombea kanisa. Ni mfano wa baba na mama anapokuwa anaombea watoto wao. Na vile vile mfano wa wachungaji anapotuombea sisi waumini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tusichoke kuwaombea watoto. Anasema kuwa na upendo kwa watoto na kuwajali watoto kiasi cha kuwa tayari kuyamimina maisha yao yawe kama dhabihu kwa Bwana. Ni wajibu wa akina baba na wamama ili kufanya imani ya watoto wako ikue na kufanya maisha yao kuwa jinsi yanavyopaswa kuwa katika Bwana. Wafundishe watoto wako kumcha Mungu daima. Fuatana nao kwenda kanisani na sio kuwaacha nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Moja ya kitu ambacho cha msingi sana, huo unakuja na watoto kanisani, usiwaache nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Anasema wazazi wa Yesu walikuwa kielelezo, walifuatana na Yesu hekaluni. Mbariki mtoto wako kwa kumtamkia mema daima. Kila asubuhi na alalapo muombee ulinzi. Mpe sadaka nzuri au mtolee kama Ayubu huku akitamkia neno. Soma ile Ayubu 1:5. Tunaona kwamba Ayubu alikuwa anatoa vitu, anasema yamkini watoto wangu kutenda dhambi, kwa alikuwa anawatamkia watoto wake mema. Bwana Yesu asifiwe. Na mwalimu hapa anatuambia kwamba tusiwatamkie maneno mabaya watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka kipindi cha nyuma nilikuwa natoka Mkuungu. Njiani mama mmoja anamwambia, yani ilikuwa kama kituko, anamwambia wewe nyani wewe, akamwambia mtoto wake. Baba mmoja akasema mama nyani. Yule mama alikasirika, sasa sisi mtoto wako umemwita nyani? Baadaye akamwambia mama nyani. Yani basi yani daladala lote walicheka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama unaposema unamwambia mtoto wako nyani, ina maana wewe mama nyani. Kwa hiyo kuna maneno ambayo sio mazuri kuwatamkia watoto. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo somo letu sana sana inahusu ile tumeangalia ile Malaki 4 mstari wa 6, anasema kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao. Naona hapa nimefika mwisho. Kabla kuna maswali mengi hapa. Na kuna swali la kujadiliana. Hapa kuna maswali ambayo Yesu na Mungu wetu aliye hai, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya wema na fadhili zako. Umesema unatufundisha ili tupate faida. Na Mungu mwaminifu, kila neno unalolinena kwetu ni kama mbegu. Umesema ni kama mvua ambayo Bwana ikishuka haiachi mmea usichipue. Jehova, neno hili Bwana likafae kwa watumishi wako. Tupe neema ya kuona tena watoto wetu. Lisaidie kanisa kuwalea watoto wetu katika njia ipasayo. Mungu, mahali pa kuonya tukaonye, pa kukemea tukakemee, mahali pa kuwatia moyo watoto wetu tukawatie moyo. Asante kwa ajili ya mwalimu aliyosimama katika kipindi hiki. Endelea Bwana kumtumia kama mwalimu. Jehova, mkono wako na nguvu zako zisipungue juu yao. Jemedari wa haki, tunaalika uwepo wako na nguvu zako tena majira haya. Ukaendelee kwa pamoja nasi katika vipindi vilivyosalia. Tunalibariki jina lako na kukutukuza kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.